Iwapo unajua kwamba kuna jirani yako asiye Muislamu yupo katika hali ya ugonjwa, labda pengine hata amezidiwa, ukaamua kumtembelea ili kwenda kujua hali yake, basi hilo si kosa, unaweza kwenda, hasa unapopata habari kwamba si fulani yuko hali mbaya sana, wakati wote aweza kufa. Nenda kwa lengo pengine la kwenda kumpa ufahamu wa Uislamu, na huenda pengine ikawa ni taufiki kwa kumlingania kwenye Uislamu akafariki katika hali ya kuwa ni Muislamu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أعذنا من النار اللهم أعذنا من البدع. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu Waislamu, tunaendelea na wadhi huu ambao unahusu ahkamul janaizi wa bid'aha, hukumu zinazomhusu maiti ya Kiislamu na yale ya uzushi ambayo yamefungamanishwa na matayarisho ya maiti ya Kiislamu. Tulizungumzia nyuma kuhusiana na yale yanompasa mgonjwa, yapi yanompasa mgonjwa kuyafanya akiwa katika maradhi yake hayo, ambayo huenda pengine maradhi hayo ikawa ni sababu ya kufa kwake. Kwa hivyo natumai hayo tuliyozungumzia yameweza kutosheleza kutoa ufahamu mgonjwa afanye nini anapokuwa kwenye ugonjwa wake. Leo tutaenda katika nukta ya pili, nayo ni talqinul muhtadhir. Kumfanyia talqin yule ambaye amefikiwa na mauti. Yule ambaye amefikiwa na mauti. Mgonjwa wetu huyo tumemuuguza, lakini mwishowe tukamuona na dalili ya kwamba huyu hatutakuwa naye, bali atatuacha na kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Moja katika yale ambayo yanapaswa kufanyiwa huyo mgonjwa ambaye amefikiwa na dalili za mauti ni kumfanyia talqin. Asema faidha hadarahu almautu fa'ala man indahu umurun. Mgonjwa anapofikiwa na mauti, wale walioko karibu yake kuna mambo ambayo wanatakiwa wamtimizie. Jambo la kwanza, an yulaqinuhu shahadata, wamfanyie talqini ya shahada, wamwelekeze na wamtanabahishe kusema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume aliposema laqinu mautakum la ilaha illa Allah, kwamba watamkisheni maiti zenu la ilaha illa Allah. Man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah inda almauti dakhala aljanna. Watamkisheni maiti zenu, kwa maana watamkisheni wale ambao mumewaonea dalili ya kufariki, mumewaonea dalili ya kutoka na roho zao, mauti yanaanza kuwavamia, basi muwatamkishe la ilaha illa Allah. Kwani yoyote yule ambaye yatakuwa haya ndio maneno yake ya mwisho, yapi? La ilaha illa Allah, dakhala aljanna, ataingia peponi yauma min ad-dahri, siku moja katika umri wake. Wa in asabahu qabla dhalika ma asabah, hata kama atapatwa na adhabu ya makosa mengine, lakini iko siku Allah subhanahu wa ta'ala atamtoa katika moto wa Jahannam na ampeleke peponi kwa sababu ya kuhitimika maisha yake kwa tamko hili la ilaha illa Allah.
Bali Mtume alisema, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yoyote yule ambaye atakufa na ili hali ana yaqini na imani ya la ilaha illa Allah, basi ataingia peponi. Na bila shaka yule ambaye atakuwa na mafanikio ya kulitamka neno hili ni yule aliyelifanyia kazi kwenye uhai wake. Kama kweli wewe neno hili ulilidumisha katika uhai wako, ukawa kweli hauna mwingine ule muabudu illa Allah subhanahu wa ta'ala, kama linavyomaanisha neno lenyewe, la maabuda bihaqqin illa Allah, hakuna anayepaswa kuabudiwa kwa haki illa Allah, nawe ukaenda na maana hiyo, ukaishi na maana hiyo, basi wewe ndiye ambaye utakuwa na nafasi bora zaidi na uhakika kuhitimika na tamko hili wakati wa kufa kwako. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man mata la yushrik billahi shay'an dakhala aljannata, yule atakayekufa na ili hali hajamshirikisha Allah na chochote ataingia peponi. Uhakika huu utokao kwa Mtume Muhammad anampa uhakika yule aliyeishi na tauhidi, yule aliyejitenga na shirki, kwamba Allah atamuingiza peponi hata kama itatokea labda Allah amuadhibu kwa madhambi mengine aliyohusika nayo yasiyokuwa ya shirki, lakini iko siku Allah subhanahu wa ta'ala atamtoa katika moto kwa fadhila ya tauhidi na kwa kule kwamba yeye alijiepusha na shirki. Allah subhanahu wa ta'ala atampeleka katika pepo. Kwa hivyo ili tupate wepesi, ndugu zangu, wa kulitamka tamko hili wakati wa kufa kwetu, tunatakiwa tulifanyie kazi katika maana yake, si kulitamka tu na kuliimba lakini tukawa sisi ni washirikina. Ile maana iliyomo katika tamko hili iko mbali na maisha yetu, itakuwa ni vigumu mwisho wa kufa kwetu sisi kulitamka hili neno, hata kama kutakuwa na watu karibu yetu wanatulakinia tamko hili au wanatutamsha tamko hili tutamke, hatutaweza kutamka. Ndimi zetu zitakuwa nzito, pamoja na kuwa tulipokuwa hai tulikuwa matamko haya ama tamko hili twaliimba haswa usiku na mchana, lakini siku ya kufa kwetu ulimi utakuwa mzito. Hii ni kwa kuwa wewe tamko hili hukulifanyia vitendo vyake, hukulitimizia maana yake kivitendo. Allah atakunyima taufiki ya kuweza kulitamka hili, lakini utakapokuwa tutalitimizia maana yake kivitendo, basi Allah atatupa taufiki na wepesi wa kutamka tamko hili pale tutakapokuwa tunatakiwa kutamka, au tutakapokuwa tunapatiwa mwongozo na ndugu zetu katika kulitamka walioko karibu yetu wakati wa ugonjwa. Hilo ni jambo la kwanza ambalo walio karibu na mgonjwa watakiwa walishughulikie, kumfanyia talqini ambaye amefikiwa na mauti, kwa maana ya kumtamkisha kalimatu shahada. Jambo la pili, an yad'u lahu wala yaqulu fi hudurihi illa khairan. Walio karibu na mgonjwa ambaye ameonesha dalili ya kufa wanatakiwa wamuombee maombi ya taufiki, maombi ya khairi, wala wasiseme karibu yake illa lililo la khairi. Lihadithi Ummi Salama radhiallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema, idha hadartumul maridha, mutakapokuwa muko mbele ya mgonjwa, awil mayita, au muko mbele ya mtu ambaye amefikiwa na mauti, faqulu khaira, zungumzeni mazungumzo ya khairi, fa innal malaikata, kwani malaika, yuaminuna ala ma taquluna, malaika wanaitikia amin kwa yale musemayo. Hadithi pokea na Imam Muslim. Kwa hivyo ni vyema tutakapokuwa mbele ya mgonjwa mazungumzo yetu yawe ya khairi, tukithirishe kumuombea taufiki, kumuombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka pale atakapokata roho yake, na tusizungumze yoyote ambayo yatakuwa ni yenye kuleta pengine maapizo kwa mgonjwa yule, au yenye kuleta hasira za Allah subhanahu wa ta'ala, kwani malaika kipindi hicho wanaitikia kila tunachokitamka. Jambo jingine, walaysa talqinu dhikra shahadati bihadarati almayyit wa tasmi'aha iyahu. Talqini hii ndugu zangu
ambayo tumesema ndio jambo la msingi walio karibu na mgonjwa waitekeleze. Inatekelezwa vipi? Vipi utamfanyia talqini ambaye umemuonea dalili ya kufaa? Mwongozo ni kuwa talqini hii si ya wewe kuitaja mbele ya anayekufa ili apate kuisikia ama kumsikilizisha, kwamba watu wao watakuwa wanatamka hili tamko la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Pengine rumu nzima watu wanatamka tamko hili mpaka rumu imejaa kelele ya la ilaha illa Allah. La, si hivyo. Bal huwa amruhu bi an yaqulaha, bali ni kumwamrisha mgonjwa alitamke tamko hili, alizungumze. Khilafan lima yadhunnu al-ba'd, kinyume na wala wanavyodhania baadhi ya watu. Baadhi ya watu wanadhania hivyo kwamba tunatakiwa sisi tukiwa mbele ya mgonjwa tuweze kulikithirisha tamko hili, kulizungumza. Hivyo sivyo. Ilivyo ni wewe umwambie mgonjwa wako, sema, mtaje kwa jina Muhammad, Saidi, Fatima, sema la ilaha illa Allah, umwamrishe aseme. Wadalilu hadithu Anas radhiallahu anhu, na dalili ni hadithi Anas asema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aada rajulan min al-ansar, mtume alimtembelea bwana mmoja wa Kiansari. Faqala ya khal qul la ilaha illa Allah. Faqala akhalun am ammun? Faqala bal khalun. Faqala fa khairu li an aqula, bwana yule alipoambiwa na mtume sema la ilaha illa Allah, akahoji kuuliza fa khairu li an aqula, ni khairi kwangu mimi kutamka neno hilo? Fa khairu li an aqula la ilaha illa Allah. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na'am, mtume akasema ndio, ni khairi kubwa wewe kusema la ilaha illa Allah. Kwa hivyo angalia hapa katika hadithi hii pana ishara ya wazi kwamba mtume alimwambia huyu bwana sema. Nasi tuwaambie wagonjwa wetu ambao tunawaonea kila dalili ya kwamba hawa wanatuacha kwenye maradhi yao, tuwaambieni sema la ilaha illa Allah. Na atakaposema tu la ilaha illa Allah, atakiwa watu wanyamaze kimya, kusiendelee mengine yoyote hapo mbele ya huyo mgonjwa. Maadamu ashatamka la ilaha illa Allah, watu wanyamaze kimya, waangalie hatima yake mpaka roho yake itakapotoka. Mtakapomuona kwamba ameanzisha mazungumzo mengine, labda mnamwambia tena sema la ilaha illa Allah, mpaka muhakikishe kwamba maneno yake ya mwisho atakuwa ni la ilaha illa Allah. Ikiwa taufiki ya Allah ipo kwake, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia, atakuwa ni mwenye kutamka neno hilo. Jengine, wa amma qira'atu surati Yasin indahu, ama kusoma suratu Yasin mbele ya mgonjwa anayekufa, au Qur'ani yoyote. Wa tawjihuhu nahwa alqiblati, na kumwelekeza upande wa qibla. Falam yasihha fihi hadithun, hakuna hadithi iliyoswihi kwenye hilo. Kama zipo basi si hadithi sahihi. Hilo la kuwa sisi tulio karibu na maiti ama mgonjwa anayetuondokea tukawa tunasoma Qur'ani, yule asoma Fatiha, yule asoma Suratu Nasi, yule Yasini, yule hivi, hapana, hili halipo katika mwongozo. Na kama ziko hadithi ambazo zaashiria hayo, wanavioni wanaozisimamia hadithi na kuzichambua usahihi wake wanatuambia hizo hadithi si sahihi. Kwa hivyo tuliacheni lisilokuwa sahihi, tulifuate lililo sahihi. Kwa maana tuliacheni lile ambalo halijathibitishwa kisheria kwa hadithi ambazo zafaa kutolewa dalili katika jambo, nazo zile hadithi sahihi. Tuache ambayo hayakuthibitishwa na hadithi zilizo sahihi. Badala yake tushikamane na yale yaliyothibitishwa na hadithi zilizo sahihi. Na katika haya hapa tunawazungumza, lililothibitishwa na hadithi sahihi ni kuambia wagonjwa wetu ambao wanafikiwa na mauti la ilaha illa Allah, kuwatamkisha tamko hilo, wala si kuwasomea Qur'ani. Mtume anatuambia da ma yuribuka ila ma la yuribuka, wakati wote kama jambo lina shaka, limetiliwa tashwishi, achana nalo, fuata lile ambalo liko wazi. Na hili la kusomewa anayefikiwa ama aliyefikiwa na mauti, mgonjwa anayetokwa na roho, kusomewa Qur'ani lina tashwishi, hili halikukubaliwa na wasomi. Hadithi za hayo haziko sahihi.
Kwa hiyo achana na hilo, simamia lile ambalo halina mushkil, nalo ni wewe kumtamkisha mgonjwa wako la ilaha illa Allah mpaka pale atakapo kata roho yake. Tuweze kuhakikisha kwamba atafanya hivyo, kwa sababu tutakapokuwa sitosoma Qur'ani pale, basi tujue kwamba tutamtoa katika uwezekano wa yeye kutamka la ilaha illa Allah. Maana atakuwa yeye anasikiza hiyo Qur'ani. Kwa hiyo uwezekano wa kutamka la ilaha illa Allah unaweza kukosekana hapo. Lakini ikiwa tutamuhimiza aseme la ilaha illa Allah, kisha baada yeye kusema tukanyamaza kimya, tutampa nafasi nzuri ya kuweza kulitafakari neno kama hili, na kila anapozungumza tutamrudia tena kulitamka neno hili mpaka pale itakapokuwa hatima yake ni hilo neno. Lakini vile vile pia kumuelekeza kibla si katika miongozo ya sheria, kwamba mgonjwa anapokuwa labda yupo katika hali ya kukata roho, kwamba tungangane tumgeuze, kama ilikuwa haelekei kibla tumgeuze upande wa kibla ili roho yake ikitoka itoke akiwa ameelekea kibla. Hili nalo pia halipo katika misingi ya sheria. Kama lafanywa kiada, halithibitishwi kisheria kwamba ni sunna mgonjwa aelekezwe kibla pale anapoonekana kwamba yuakata roho yake, bali popote pale atakapokuwa ameelekea ni sawa. Hapa kuna hadithi ya Said ibn al-Musayyib, riwaya imepokewa kutoka kwake, na huyu bwana ni katika wale tabiina wakubwa waliokutana na maswahaba wakubwa. Katika maradhi yake huyu Said ibn Musayyib, katika maradhi yake akiwa na Salma ibn Abdurrahman, faghushia ala Said, huyu Saidi alipoteliwa na fahamu. Faamara Abu Salama an yuhawila firashahu ila al-Kaaba. Abu Salama aliyekuweko hapo karibu yake akaamrisha kitanda cha Said ibn al-Musayyib kigeuzwe kielekezwe al-Kaaba. Faafaqa Said ibn al-Musayyib, baada muda kazunduka, akatoka katika kuzimia kwake. Alipopatwa na fahamu akaona amebadilishwa sehemu aliyokuwa, akasema hawaltum firashi, mumegeuza kitanda changu. Faqalu naam, ndiyo tumekigeuza, alikuwa huelekei kibla na tumekuona kila dalili ya kwamba wewe labda utakufa, tukataka kifo chako kitokee ukiwa umeelekea kibla. Akasema Said ibn Musayyib, kwanza fanadhara ila Abi Salama, akamtizama huyo Abu Salama ambaye alikuweko hapo, akamwambia arahu biilmik, mimi naona wazi kwamba wewe ndiye uliyeamrisha hili jambo limefanyika kwa elimu yako, wewe ndiye umewaelekeza hawa watu wabadilishe kitanda changu. Akasema ana amartuhum, mimi kweli ndiye nimewaamrisha hivyo. Faamara Saidun an yuada firashuhu, Said ibn al-Musayyib akaamrisha kwamba kitanda chake kiregeshwe kama kilivyokuwa, kwa sababu amethibitisha kwamba hili halipo kisheria. Na akataka kwamba ligeuzwe, kwa sababu lau kama angeliacha liendelee hivyo, ingebebwa hilo kwamba labda limethibitishwa kutoka kwa sahaba, hilo la kugeuzwa mgonjwa kitanda chake wakati anaonekana dalili ya kufa kielekezwe kibla. Lakini ili kuzima uzushi huu na ada hii, Said ibn Musayyib hapo akasema hapana, regesheni vile vile nilivyokuwa. Kwa hivyo masala ya kumgeuza mgonjwa upande wa kibla wakati tumeona kila dalili ya kufa hayapo katika msingi wake. Kama ile ameelekea kibla au ameelekea kibla, kama hakuelekea kibla mwacheni roho yake itoke kwa hali yoyote vile alivyo na kanje yote ile ambayo amelala, wala tusijilazimishe tukangangana kwamba lazima tumuelekeze kibla. Hilo halipo katika misingi ya sheria. Wengine wanasema wala ba'sa fi an yahdhura almuslimu wafata alkafiri, wala sikosa muislamu kuhudhuria kifo cha kafiri. Wala ba'sa fi an yahdhura almuslimu wafata alkafiri, si makosa muislamu kuhudhuria kifo cha kafiri ili kumwelekeza Uislamu. Iwapo unajua kwamba kuna jirani yako asiye muislamu yupo katika hali ya ugonjwa, labda pengine hata amezidiwa, ukaamua kumtembelea ili kwenda kujua hali yake, basi hilo si kosa, unaweza kwenda, hasa unapopata habari kwamba si fulani yuko hali mbaya sana, wakati wote za kufa. Nenda kwa lengo pengine la kwenda kumpa ufahamu wa Uislamu, na huenda pengine ikawa ni taufiki kwa kumlingania kwenye Uislamu akafariki katika hali ya kuwa ni Muislamu kabla ya yeye kufa akiwa
ni kafiri. Kwa hadithi ya Anas radhiallahu anhu qala kana ghulamun yahudiyun yakhdimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famarida, kuna kijana mmoja wa Kiyahudi alikuwa akimhudumia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kijana wa Kiyahudi alikuwa akimhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, famarida, akawa mgonjwa. Fatahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauduhu, Mtume akamjia kumtembelea. Faqaada inda ra'sihi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakaa kichwani kwake, kichwani mwa huyo mgonjwa. Faqala lahu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia aslim, kwamba kijana wangu, hebu ingia katika Uislamu. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu, huyu kijana akamtizama babake ambaye naye alikuwepo hapo, kama kumtaka ushauri. Je, baba, ni kweli hivi mimi niingie kwenye Uislamu, nimfuate Muhammad huyu ambaye nimemtumikia nyumbani kwake? Baba akasema ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Baba akamwambia kijana wake, mtii Muhammad Abul Qasim, kile ambacho anakuelekeza. Fa aslama, huyu kijana akasilimu. Fakharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa yaqul, akatoka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ile hali wasema, alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nari, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amemwokoa huyu kijana kutokamana na moto. Falamma mata, alipokufa Mtume alisema sallu ala sahibikum, mswalieni mwenzenu huyu. Hadithi ipokewa na Imam Bukhari na wengineo katika wasomi wa hadithi. Kwa hivyo katika hadithi hii, ndugu zangu, tumepata faida hapa kwamba unaweza kumtembelea mgonjwa asiyekuwa Muislamu, lakini pia kwa kusudio la kwenda kumlingania Uislamu. Huenda ikawa taufiki itapitia kwako na awe ni mwenye kusilimu na umwokoe kutokamana na moto wa Jahannam. Kwani hili likiwa litafanyika kwa mtu akaweza kusilimu kabla ya roho yake kutoka, lakini tumemwona huyu mtu amezidiwa na huu ugonjwa, pengine huenda ikawa ni sababu ya kufa kwake, basi tunaweza, ikiwa si Muislamu, kwenda kumlingania kabla roho yake haijaanza kutoka. Lakini vile vile pia yawezekana ni Muislamu lakini muasi, licha huyu kafiri, Muislamu muasi ambaye labda tumshuhudia kwenye uasi wake, alikuwa mlevi, alikuwa mzinifu, ukasikia ni mgonjwa, basi ukawa unakithirisha kumwendea na kuenda kumpa da'wa na ulinganizi wa yeye kurudi kwa Allah na kuomba toba na kuomba msamaha. Basi ikiwa itatokea taufiki kwamba yeye amuombe Allah msamaha na ajutie kwa yale ambayo ameyafanya kabla roho yake haijatoka, basi itakuwa vile vile pia ni vizuri. Tusiwe na kinyongo kuwatembelea wasiokuwa Waislamu wanapokuwa wagonjwa kwa makusudio kuwafanyia da'wa, lakini vile vile pia tusiwe na kinyongo kuwatembelea ndugu zetu ambao ni Waislamu lakini labda tumeona wamebobea katika maasi. Twendeni tukawatembelee, huenda tukawahimiza kufanya toba, na pengine iwapo watapona katika hali zile zao za maradhi, wakawa ni wenye kuyaacha yale maovu ambayo wameyafanya, kwani watakuwa wanajihisi kwamba tumeponea kwenye tundu ya sindano, tumeponea chupuchupu. Ilikuwa ni karibu tu mimi nife na maasi niliyoyafanya, lakini ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atamtoa katika maradhi yale, na wewe umemwendea ukamfanyia da'wa, ukamlingania, ukamtaka rudi kwa Allah kwa toba na istighfar, alafu Allah ampe taufiki ya kupona, bila shaka mtu kama huyo hatakuwa ni mwenye kuyarudia maasi yake yale. Lakini ikiwa atakufa pia baada yeye kutanguliza toba na msamaha kwa Allah, atakuwa vile vile pia amejinasua katika madhambi yale. Hili ndugu zangu ni kabla ya huyo mgonjwa roho yake haijaanza kutoka, kwa sababu kuna wakati hata ukimlingania Uislamu
Kuna wakati hata ukimtaka atubie, Allah subhanahu wa ta'ala hatakubali toba yake wala kuslimu kwake. Nao ni pale inapokuwa roho yake sasa yatoka. Tunamuona wazi huyu mtu sasa roho yatoka, anaanza kunguruma na kutoa sauti za ajabu ajabu. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anazungumzia kwamba Mwenyezi Mungu anaikubali toba ya muda maadamu hajaanza kunguruma na kungorota. Dalili ya kwamba roho yake inatoka, hapo huwa hakuna tena toba kama hujatubu, hapo huwa hakuna tena Uislamu kama haujasilimu, kama ilivyokuwa kwa Firauni laanatullahi alayhi, wakati Allah subhanahu wa ta'ala alipomdidimiza katika maji, alipokuwa anaona sasa hapa nafa, roho yatoka, yuanwa maji, anatata anatapatapa, asema amantu bi rabbi Musa wa Harun, sasa hivi namwamini Mola wa Musa na Harun. Allah akamwambia alana, sasa hukutubia wakati bado roho iko katika kiwiliwili chako, hukuamini wakati roho bado ipo katika kiwiliwili chako, roho yatoka ndio naamini. Hapa hapana nafasi tena ya imani. Kwa hiyo tuwapatilize wagonjwa wetu kabla roho hazijaanza kutoka kwenye viwiliwili vyao. Kwa wasio kwa Waislamu tuwalinganie, roho zikiwatoka tayari waweni Waislamu, na wale ambao labda wamekithirisha maasi na madhambi na twawajua, basi pia tuwang'ang'anie warudi kwa Allah wakati wa ugonjwa wao kabla roho zao hazijaanza kutenganishwa na viwiliwili vyao. Hilo litakuwa ni bora zaidi. Kwa hivyo ndugu zangu, haya ndiyo ambayo tunatakiwa kuyashughulikia pale wakati tupo na mgonjwa wetu tuliyemwonea kila dalili ya kuondoka duniani. Hili la kumtamkisha kalimatu shahada, kalimatu tauhidi, la ilaha illa Allah ni muhimu. Tuache yale mengine ambayo huwa tuyafanya. Tunaingia katika chumba cha mgonjwa, kelele, fujo, hasa tunapomwona mgonjwa yule amezidiwa, watu wengine wapiga makelele, yule aliyake vile, yule aliyake vyake, yule afanya hivi, yani mpaka tunamtoa kwenye ile mwongozo yule mgonjwa, tuamjaza hofu kabisa. Tunatakiwa rumu ya mgonjwa iwe kimya, haswa mgonjwa ambaye tunamwonea dalili kwamba huyu wakati wote atakufa. Yatakiwa rumu ile iwe kimya, isiwe na fujo ya mayowe wala fujo ya vilio wala hata sauti za Qur'ani. Kusiwepo haya, wala hata kumswalia Mtume swalla ala nabii, watu wanamswalia Mtume kwa wingi katika rumu ya mgonjwa. La, nalotakiwa ni sisi tumtamkishe la ilaha illa Allah. Hili ndilo lililo thubutu. Atakapotamka tu watu wanyamaze kimya mpaka pale labda atajiwa na maneno mengine, tuamrejelea tena aseme la ilaha illa Allah. Atakapokuwa ameishia na tamko hili kwa taufiki au basi takuwa ndugu yetu huyu tumemhitimishia hatima iliyo njema. Kwa hivyo hili tulihimizeni sana, tulishughulikie sana, lakini vile vile pia tuelewe kwamba talqini ni kumtamkisha wala sisi kutamka yeye kusikia. Talqini ni kumtamkisha, aseme la ilaha illa Allah, tumwambie sema la ilaha illa Allah. Hili tulitambue, isiwe rumu nzima watu ni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Hapana, ni yeye tumwambie sema la ilaha illa Allah. Na ikiwezekana kupatikana mtu mmoja, ili kusipatikane usumbufu akawa amechanganyikiwa, mtu mmoja tu alisimamia hilo, sema la ilaha illa Allah, sio yule mwambia sema, yule mwambia sema mpaka anachanganyikiwa. Mmoja tu alisimamia hilo jambo la yeye kumwambia yule mgonjwa kwamba sema la ilaha illa Allah mpaka pale takapokuwa neno hilo ndiyo hatima yake. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie kwenye haya na mengineo yaliyo mema tunapokuwa tunawashughulikia wagonjwa wetu, kwani sisi mara nyingi huwa bidii zetu zipo kwenye kuwashughulikia wagonjwa kwenye upande wa matibabu, si kwenye upande wa ibada zao na mambo kama haya. Huwa tuko mbioni kujua huu mgonjwa atapona vipi, atapata daktari gani hodari wa kumtibu katika maradhi yake. Tuwasimamia vizuri sana upande huo, lakini masala ya ibada ya mgonjwa mara nyingi huwa sisi hatupo hapo, na haya ambayo ya kisheria kushughulikiwa pia huwa hatupo. Tujibidisheni sana kama tunavyofanya bidii ya kushughulikia matibabu ya mgonjwa, lakini kifika hali kama hizi hasa za kiibada pia tuwe mstari wa mbele kuweza kumshughulikia mgonjwa, kwa sababu mgonjwa ndiye aliye na haja kubwa
ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hali yake ndio hiyo, ima tuweza kuwa naye au tusiwe naye kwenye ugonjwa wake ule. Kikao kitakachokuja insha Allah ta'ala tutazungumzia sasa ni yapi ma'ala alhadhirina baada mautihi, ni yapi ya kufanywa na wale waliohudhuria kwa mgonjwa yule baada ya kufa kwake. Mgonjwa wetu ndio huyo ashakufa, na alhamdulillah pengine tumefanikiwa kumtamkisha la ilaha illa Allah na akatamka akakata roho. Baada ya mgonjwa kufa, sisi tuliokuwa hapo twafaa kumfanyia nini? Tutakuja kuyazungumzia hayo insha Allah taala kwenye kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.